Wangapi wataweza? Hadi uzunguke mara ya kwanza, mara ya tatu, mara ya pili. Wangapi wataweza? Kuzunguka sio? Yoshua wakaenda pamoja na wale kuhani. Makuhani ni 7 na namba 7 ni namba ya kiroho. Walipoenda kanisa, sikia, nasema kwambia namna gani? Ukuta wa Yeriko ulikuwa umefungwa, malango yake yamefungwa. Kumbe kwa Mungu vifungo vya wanadamu ni kazi bure. Mama ni kazi bure, ndugu ni kazi bure, ni kazi bure, uchawi ni kazi bure. Sema amen. Yaani vifungo vya wanadamu kwa maisha yako, kanisa ni bure. Sema ni bure. Sema ni bure. Mji huu mtu aondoki, umefungwa. Sababu gani? Hofu ya wana wa Israeli. Yaani kilikuwa imesikia jinsi Mungu alivyotenda kazi kwa bahari ya Shamu. Bwana asifiwe. Amen. Ametenda maajabu siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu siwezi kueleza, ametenda maajabu. Kanisa, Mungu ni wa maajabu. Mahali hakuna njia, mpenda njia inapatikana. Yaani maisha yako njia ipatikane, njia ipatikane. Mungu analeta njia. Mungu analeta njia. Bwana asifiwe. Ni kazi unatafuta, Mungu analeta njia. Ndugu, Mungu analeta njia. Kaza Mungu analeta njia. Sema amen. Wacha Mungu analeta njia. Bwana asifiwe. Mji huu ulikuwa umefungwa sababu ya hofu ya wana wa Israeli. Wakazunguka mara ya kwanza, mpenda kuzunguka. Wakati wa sasa ni maombi. Wewe ukiomba mchungaji akuombee, imani ya mchungaji, imani yako Yesu anafungua. Amen. Mama, Yesu anafungua. Amen. Ndugu, Yesu anafungua. Amen. Imani ya mchungaji, imani yako kwa jina la Yesu, vifungo vyako vitafunguliwa. Amen. Yoshua wakaenda mara ya kwanza, siku ya kwanza, siku ya pili, wanazunguka. Kanisa, niligundua kwamba kumbe kusikia sauti ya Bwana ni kitu kizuri sana. Kumbe kumsikia Mungu ni mambo mazuri sana. Mara ya pili, ya tatu, ya nne, siku ya 6 walizunguka, wakarudi kambini. Siku ya 7, hiyo siku Mungu alikuwa amesema hivi, wakizunguka wapige kelele kwa sauti kuu. Alafu tena na tarumbeta nazo zifanye silie. Hiyo siku ya 7 Mungu ni wa maajabu, alitenda maajabu. Walipozunguka mara ya 7, mpenda, tarumbeta zilipopiga, Israeli yote ilipiga kelele, na kwa jina la Yesu Mungu aliye hai, ukuta wa Yeriko ulianguka. Na wewe mpenda, unapopata sauti yangu wa Bwana, ukuta wote wa wachawi kwa jina la Yesu uanguke. Ukuta ule mchawi alikuwekea siku ya leo uanguke. Mungu angushe. Yesu angushe. Mpendwa, hata kama ulitoa sadaka wakaweka meza zao, siku ya leo mtumishi wa Bwana anakuambia kwamba Mungu anabadilisha hizo meza zao. Anabadilisha hizo meza zao. Mungu anageuza hiyo madhabahu yao kwa jina la Yesu. Wapende pokea ushindi. Kama funguliwa. Shika imani ufunguliwe. Bwana asifiwe. Ukuta huu mpendwa, kwa imani uliweza kuanguka. So kwa imani yako, wachawi wote ndani maisha yako, Yesu anachoma uchawi wao siku ya leo. Ni watu ambao mpendwa wametaka uangamie siku ya leo.
hawendi kuangamia. Mungu aliye hai, Mungu wa majeshi akupiganie, akutetee. Haleluya. Amini Mungu aliye hai. Amen. Mama ndugu yangu, tunamwabudu Mungu wa majeshi. Vita si yetu. Vita ni vya nani? Mungu. Mungu wa majeshi. Vita ni vyake. Mwachie huyu Mungu wa vita. Kuna vita kama hivi sio simesiamua. Niko na vita ambako mtu mwingine akasema, "Twani kama mlikuwa mnataka tukobeba vikombe vyote." Ni kama mimi ndio niliiba. Bwana asifiwe. Amen. Bali mimi sikujua mmebeba vikombe kama hivyo ndio naona. Maana nilijua tu vile vya sente binga. Vita. Sikujua tuko na vikombe hivi. Kumbe wakati tulikuwa kule hivi, kumbe mtu mwingine tu alifura tu. Kwani kile na kila kitu. Nitakwambia kama tulienda ndio sababu Mungu wetu tuko pamoja naye. Amen. Tulienda na Mungu. Ende na Mungu. Mpenda ende na Mungu. Vita bado mpenda vimekosekana, vitapatikana. Naweza kupatia sifa na naweza kuinua. Amen. Yesu atakuinua. Amen. Atakupatia sifa. Amen. Bwana, usijipatie sifa. Wacha Yesu akupatie sifa. Tena usiseme mimi ni mzuri. Wacha watu waseme. Bwana asifiwe. Amen. Hatiwa niliimba vizuri. Sio uliimba. Ndio Bwana ndani yako ndio alifanya. Aliimba. Bwana asifiwe. Amen. Sema amen. Sema amen. Mungu akikuongoza mpendwa, hakuna kitakacho kushinda. Hata tusome na wewe hicho kitabu usikia. Mungu anamwambia Yoshua, nimemweka katika mikono yako. Yoshua mlango wa 6. Soma hapo mistari miwili tunataka tuombe pamoja na Mungu. Unasema namna gani? Yoshua 6 kuanzia penyewe. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Ndio. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimekupa Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita. Mkizunguka mji mara moja, fanya hivi siku 6. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 na pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku, na siku ya 7 wataufunguka mji mara 7, nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Bwana bariki andiko. Amen. Kanisa, Yeriko ilikuwa na hofu. Nami mtumishi wa Bwana, shika imani, adui wako haende kupata hofu ndani maisha yake, na wewe unaenda kuinuliwa kwa jina la Yesu. Machoni pa macho yake unaenda kuinuliwa. Sema amen. Siji kukaza tu hivi mwe. Milima na mbona iko tutapita. Uaneza sisi. Milima na mabonde kama maisha yako, Mungu akutie nguvu upite. Amen. Uaneza sisi. Kwani upite. Nasikia usiogope kwenda ushago kujenga. Ende nyumbani yetu na suti kabisa na tai kwenye samasi amefunga. Ende uje. Uaneza